Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, ni ukaribishe tena kwenye kipindi chetu kizuri sana, kipindi cha Na Tuombe. Ninatambua kwamba ni muda mrefu, angalau ukipiga mahesabu utaona kama ni takriban kama wiki kadhaa, 2, 3, 4 hivi ambazo tumekuwa hatujaonana kwenye kipindi hiki. Ninamshukuru Mungu sana kwamba baada ya muda ambao hatujaonana, basi Mungu ametupatia neema ya kuonana tena siku hii ya leo. Turudi tena katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo vimekuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa watu walio wengi. Nimekuwa nikiona message mbalimbali kupitia namba yetu ile ya maombi, watu wakituma wakiuliza kipindi kitakuwa lini, kipindi kitakuwa lini. Hii imenipa picha ya kwamba watu walio wengi sana wanabarikiwa na vipindi ambavyo vinarushwa kupitia runinga yetu ya Hope Channel Tanzania, lakini pia na Mahubiri TV YouTube channel kwa njia ya kimtandao. Namba yetu ya maombi inapita muda si mrefu katika skrini yako hapo sasa hivi. Utaiona ikipita hiyo namba potara tibu. Basi andika maombi yako kwa njia ya message za kawaida, lakini pia unaweza ukatuma kwa njia ya WhatsApp kwa wale ambao wako mbali. Nirudie kusema hivi, maombi yanayotumwa ni mengi sana, kwa hiyo hatuwezi kusoma ombi moja baada ya jingine. Kwa hiyo tutasoma tu baadhi ya maombi kwenye kipindi cha leo, lakini pia tutaomba kwa ajili ya message zote ambazo zimetumwa. Na nimewaambia kwamba baada ya kumaliza vipindi hivi nina muda wa kusoma zile message ambazo zimeletwa, lakini pia ninaomba kwa ajili ya message zote ambazo zimetumwa. Mungu wetu ni mwaminifu, anaona kila kitu na anajibu kwa wakati wake. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi ya kwamba labda message yangu haijajibiwa. Mungu tayari ameshaiona, maana anayeona ni Mungu na ndiye ambaye anajibu. Sisi ni watumishi na vyombo katika mikono yake. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Lakini pia nikuhimize kwamba mara unapotendewa kitu na Mungu, hebu tuma ule ushuhuda wako. Ushuhuda wako utakuwa tunausoma hapa. Tunachuja shuhuda. Tunaangalia vile ambavyo vinafaa kusemwa. Nikiwa na maana kwamba kuna baadhi ya shuhuda ambazo ukitazama mtu ameituma, lakini si vizuri watu wakamfahamu huyo mtu, au kuna baadhi ya details ukisema watu watajua ni mtu fulani. Ila kuna wengine ambao wanasema mimi sijali hata kama watu wakijua, haina shida. Lakini kama mtu hajaweka bayana kabisa ya kwamba anahitaji ushuhuda wake uweze kujulikana, tunatunza siri. Kwa tutakuelezea tu kwa kifupi ili ushuhuda uweze kuwa ni wa faida. Na message kadhalika, sio zote ambazo tunataja majina ya watu. Kwa hiyo kuna message ambayo utaiangalia, lakini pia huenda tusitaje jina lako kabisa kwa mujibu kwa sababu ya kile ambacho umekiandika. Kwa hiyo yote tunayazingatia. Kabla ya kuanza kipindi cha leo, basi tuweze kumwalika Mungu aweze kuwa nasi kwa njia ya Roho wake Mtakatifu ili tuweze kuelewa vizuri maneno yake ya siku hii ya leo. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na Baba yetu, ninakutukuza kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa ajili ya kipindi hiki cha leo, na tunapokwenda kuangalia maneno haya matakatifu, naomba uwe nasi kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Leo tuna kipindi kizuri sana ambacho kina somo linalosema makundi 4 ya watu kiroho. Makundi 4 ya watu kiroho. Na tutaongelea sehemu ya kwanza na tutaenda tena sehemu ya pili huenda, maana ni somo ambalo ni zito kabisa na linahitaji kila mmoja kujifanyia tathmini yeye mwenyewe katika Ukristo wake. Binadamu wana makundi mbalimbali, inategemea kwamba unagawanyaje. Katika saikolojia utakapokuja utakuta kuna makundi kadhaa ya watu, na inategemea huyo mwanasaikolojia ameyawekaje. Kuna makundi ya wanaume, kuna makundi ya watoto, kuna makundi ya ndoa, kuna makundi mbalimbali, kuna makundi ya viongozi. Lakini leo ninaongelea makundi 4 ya watu kiroho ambao Yesu mwenyewe ameyagawanya. Hapa sio hoja ya saikolojia, hapa sio hoja ya theolojia, ni hoja ya kile ambacho Yesu amekieleza yeye mwenyewe. Na unapoyatazama makundi haya, yanakusaidia wewe kujijaji mwenyewe, yanakusaidia wewe mwenyewe kujitazama, kujifanyia tathmini wewe mwenyewe, yanakusaidia wewe mwenyewe kujichuja, na sio kwa lengo la kukuhukumu, ni kwa lengo la kukusaidia ili uweze kuchukua hatua.
Ni lengo la kusaidia ili uanze kufanya matengenezo. Hilo ndilo lengo kubwa katika kipindi hiki. Na inatusaidia hata unapohitaji kuomba, unajua uombe namna gani. Unawasilishaje maombi yako mbele za Mungu, kwa sababu tayari utakuwa umeanza kuelewa ya kwamba kumbe udhaifu wangu uko mahala fulani, kwa nitafute msaada kulingana na hiki ambacho nimekiona siku ya leo. Napokuwa na husika na watu mara nyingi, hasa katika ushauri nasaha, hasa katika masuala ya mahusiano na mambo kama hayo, katika vitu muhimu sana katika ndoa yoyote au katika swala la kimaendeleo ni kujitambua. Mtu yeyote ambaye amejitambua ni rahisi kupiga hatua kuliko mtu ambaye hajajitambua. Naposema kujitambua, maana yake ni nini? Ni kujielewa uzuri wako na kutambua madhaifu yako. Unapojua kwamba chombo chako cha usafiri kina udhaifu fulani, utajua namna ya kukiendesha. Unapojijua ya kwamba wewe una madhaifu katika maeneo fulani na uimara wako uko katika maeneo fulani, itakusaidia sana kuendeleza ndoa yako katika hali fulani na kufanyia kazi maeneo ambayo yanaonekana ni magumu au yanaleta changamoto. Watu wengi sana wanapenda kuambiwa uzuri wao. Ni wachache ambao wanapenda kuambiwa udhaifu wao. Wachache sana. Wataalamu wa sayansi ya tabia binadamu wamejikita katika tafiti kwa muda mrefu. Ndio sababu mara nyingi nikisoma tafiti zao ninatulia kwanza ili niweze kuangalia najitambua mimi mwenyewe. Ninaanza kujielewa mimi ni nani. Kwa mfano, ukikuta watu zaidi ya 3 wanakutazama kwa mtazamo unaofanana, usipuuze. Hilo ni jicho lako. Wamekusaidia. Anza kujiasesi we mwenyewe, anza kujichunguza na kutafuta majibu ya vile ulivyo. Ukijijua kwamba we ni mtu wa mihemko sana, emotions ziko za hali ya juu, unaweza ukawa na emotions kwenye mambo yote au mambo mengi. Kwa usije ukapuuza. Mtu ambaye ana hasira sana ya haraka, mtu ambaye ana upole uliopitiliza, lazima ujitambue kwamba mimi ni mpole niliyepitiliza, ili uweze kujenga mipaka. Ujenge boundaries ambazo zitakusaidia kujua kwamba hapa nikicheza naweza nikaathiriwa. Ukiwa ni mtu mwenye huruma kupitiliza, unaweza ukaumizwa sana. Kwa lazima uanze kujielewa. Kwa mfano, watu ambao ni wema sana au mara nyingi ni wema, ni wazuri, wanatendea watu wengine mema, wanaangukia kwenye mtego wa kuumizwa sana kwa sababu ya kitu ambacho katika saikolojia wanakiita reflective observations, ambapo huyu mtu anaona watu wengine kama anavyojiona yeye. Kwa hiyo anaamini jinsi alivyo mkweli katika mambo na watu wengine ni wakweli hivyo hivyo. Kwa hiyo inamfanya mara nyingi aumizwe, maana anaingia kichwa ni mwepesi sana kuamini watu. Ndio maana mtu anasema mbona watu wazuri wanaumizwa sana? Wanaumizwa kwa sababu ya jinsi ambavyo wanajiona wao, wanadhani na wengine wako hivyo hivyo. Jinsi alivyo honest, anafikiri na mtu mwingine pia ni honest. Jinsi alivyo mkweli, anajua na mtu mwingine ni mkweli. Kwa hiyo wanaumizwa sana. Kwa hiyo ukijitambua kwamba wewe ni mtu ambaye unapenda sana kufanyia watu mambo mazuri, unapenda kuwafanyia watu mema, unapenda kuwatendea watu mazuri, unapenda kuwa mkweli kwa watu, lazima uwe na mipaka katika mambo yako. Kuwa na mipaka kwenye kuongea, kuwa na mipaka kwenye kushirikisha watu, kuwa na mipaka kwenye kukaribisha watu katika maisha yako. Kuwa na mipaka, tengeneza mipaka ili usije ukaumizwa. Makundi manne ya watu ambao Yesu amewataja ni makundi yapi? Ndio ambao natamani tuweze kuyaangalia siku hii ya leo. Kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 4 fungu la 2 anasema, akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia. Katika mafundisho yake, narudia tena samahani, Marko 4 fungu la 2, akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake. Hilo ni fungu la 2. Sasa sikiliza kidogo hapa. Yesu anaongea kwa kutumia mifano, ndivyo alivyokuwa anapenda. Na kwa nini atumie mifano? Mifano ina kazi zifuatazo. Moja, mifano inasaidia akili kuwa active. Inasaidia akili kufanya kazi. Na ukipata kitu ambacho umekifanyia kazi, ni rahisi kukithamini na kukikumbuka.
Ndio sababu mwalimu yote mzuri anapenda kutumia mifano. Wanachora, wanaleta vitu. Mimi nakumbuka wakati nasoma shule ya msingi darasa la kwanza, nilipata bahati ya kufundishwa na shangazi yangu kabisa pale katika shule ya Mbakweni, kijiji cha Mbakweni, mwalimu Meriseline. Nakumbuka alikuwa anatufundisha tunaleta maharage. Yale maharage tunapoyaleta tunahesabu, kuna vitu naambiwa seti tupu haina memba. Kwa hiyo unaanza kuhesabu maharage 3, 4, 5, unaanza kuyapunguza, inakaa akilini kabisa. Nakumbuka tunaleta wakati mwingine punje za mahindi. Unaona? Punje za maharage, punje za mahindi. Nakumbuka tukaanza kutumia paka vijiti. Kuna aina fulani ya vijiti ambao tulikuwa tunavikatakata alafu tunaweka kwenye kamba. Tunasaidiwa kufundishwa kuhesabu. Ile ilitusaidia sana kujua hesabu vizuri kabisa. Sasa mwalimu yote mzuri anajua namna ya kumfanya mtoto au mwanafunzi aweze kuelewa kwa kutumia mifano. Yesu alikuwa mzuri sana katika hili. Yesu alikuwa anafika katika eneo, anapoona wakulima ndio wako hapo, anatoa mifano ya ukulima. Kanuni nzuri ya ufundishaji inasema hivi: waanzishie watu kwa kitu wanachokijua, ndipo wapeleke kwa kitu wasichokijua. Mwalimu mzuri hajionyeshi kwamba ana uwezo mkubwa kuliko watu wake, ila anajishusha awafikie watu wake ili aanze kuwainua kuanzia hapo na kuwapeleka mbele. Baadhi ya wanafunzi wanafeli somo la hisabati, sio kwa sababu somo ni gumu, ila inategemea mwalimu anavyolipresent. Kuna walimu wa kufundisha hisabati unajisikia hisabati ni rahisi na unaiweza, lakini kuna walimu wa kufundisha hisabati unaiona ni ngumu mpaka unaiogopa. Nakumbuka tulikuwa na mwalimu wa hisabati sekondari, akiingia tu anakuambia tumekuja kwenye lile somo lenyewe, somo ambalo kama una kichwa cha panzi huwezi kulielewa. Mpaka hapo unaanza kutishika na hisabati kabisa. Kwa hiyo mwalimu anachangia. Yesu alikuwa anahitaji kuwainua watu kutoka pale walipo, awapeleke sehemu nyingine. Fungu la 9 katika Marko sura ya 4 fungu la 9. Ni Marko 4 fungu la 2 ambao nimeisoma, na sasa hivi naenda Marko 4 fungu la 9. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie makusudi ya mifano. Kumbe mifano ina makusudi yake. Mifano ililenga watu maalum tu. Sio kila mtu alikuwa amelengwa na mifano. Mifano ililenga watu maalum tu. Anasema katika Marko 4:9, akasema aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Sentensi muhimu sana hiyo, ndugu mtazamaji, unanitazama. Sio kila mtu mwenye masikio anasikia. Ndivyo Yesu anavyotuambia. Aliye na masikio ya kusikilia. Sio kila mtu mwenye macho anaona. Na sio kila mtu mwenye ubongo ana akili. Na nyamaza kidogo ili ingie kwenye akili yako. Yesu ndiye anayetuambia yote haya. Usije ukadhani ni ya kwangu. Yesu ndiye anayesema. Akasema aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Na mimi nikakwambia sio kila mtu ambaye ana masikio haya anaweza kusikia. Kuna mtu ana masikio haya lakini ni kiziwi. Kuna mtu anaweza akasikia kitu lakini hana uwezo wa kuchanganua. Kuna masikio ya nje na masikio ya ndani. Kuna macho ya nje na macho ya ndani. Unaweza ukawa kipofu wa macho ya nje lakini ukawa una macho ya ndani. Ndio sababu haya macho ya nje tunayaita ni macho ya nje tu, haya ni macho ya nje, lakini macho ya ndani yana jina lake. Kuna tofauti. Unaweza ukawa na sight lakini ukakosa vision. Unaweza ukawa na uono au unaweza ukawa na macho ya kuona lakini ukakosa maono. Hii kae vizuri kwenye akili yako. Unaweza ukawa na masikio ya kupokea sauti lakini usielewe maana yake.
Ndio maana Yesu anasema aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Kwa hiyo hata tunachokwenda kukiangalia hapa, ambao watakielewa ni wale ambao wana masikio ya kusikilia. Unaweza kusema, mchungaji, je, ninaweza kumwomba Mungu anisaidie niweze kuwa na masikio ya kusikilia? Ndio. Roho Mtakatifu anaweza kukupa hii, unaweza ukasikia. Fungu la 11, Marko sura ya 4. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Narudia tena. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Mwanzoni nimekuambia mifano ina lengo la kuwasaidia watu waweze kuelewa. Lakini kumbe Yesu anasema ya kwamba anaongea kwa mifano au kwa mafumbo. Kuna kundi lingine ambalo hata uwezo wake wa kuelewa ni mgumu, au wakati mwingine wanaweza pia wasielewe kabisa. Lakini anasema kwa waliojaliwa, ambao wana masikio ya kusikilia, wao wataelewa mfano akiuongea, watauelewa moja kwa moja kabisa, au atawasaidia kuwadadavulia vizuri ili waweze kuelewa. Ndiyo maana yake. Mungu anamuongezea kila mtu mwenye jitihada. Naomba likae akilini mwako hili. Ukiwa na nia ya kujua, Mungu atakuongezea ujuzi. Mtu yeyote ambaye anatafuta ndiye atakayeona. Mtu yeyote ambaye anabisha ndiye atakayefunguliwa. Kwa hiyo haiwezekani ukakaa ukatulia tu hivi alafu ukatarajia kupata mafunuo. Ni sawa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Kila mtu ana kiasi cha Roho Mtakatifu, lakini kujazwa Roho Mtakatifu ni habari nyingine kabisa. Yeyote anayejazwa Roho Mtakatifu ni yule ambaye ana matumizi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama una matumizi na Roho Mtakatifu, kama Roho Mtakatifu akikupa karama zake hazitaingia kwenye kazi, huna haja ya kujazwa. Kiungo kisichotumika kinakufa. Unajua kabisa hiyo. Usipotumia miguu yako inapooza, inakosa nguvu, misuli haifanyi kazi. Unapohitaji uweze kukua kiroho, fanyia kazi mambo ya kiroho. Unapohitaji uweze kukomaa katika mambo ya kiroho, fanya mazoezi ya kiroho. Unapohitaji imani yako iweze kukua, fanyia mazoezi imani. Unapohitaji uwe mtu wa maombi, anza kuomba. Unapohitaji Mungu akutumie katika matendo ya miujiza, anza kufanyia kazi matendo ya miujiza hata kabla hujaona yakifanya kazi katika maisha na macho ya kimwili, lakini katika macho ya kiroho yanaweza kufanya kazi. Mungu anamuongezea kila mtu mwenye jitihada. Nimejaribu kuangalia sana hata katika kisaikolojia. Hii ni formula ambayo Mungu alishaiweka kwetu. Ukiwa unapitia changamoto fulani na ukaamini ya kwamba lazima watu wakusaidie, huwezi kupata majibu mpaka watu waje. Lakini ukapitia changamoto yoyote na ukaamini kabisa kwamba hakuna mtu yeyote kukusaidia, ni wewe peke yako, majibu yatakuja. Ndivyo ilivyo. Wewe angalia uko nyumbani kwako peke yako, unatakiwa ufunge pazia na wewe ni mfupi, na hata kama hakuna viti pale ndani vya kupanda, lakini kama kuna mtu mrefu pale ndani kwenu ambaye mnamtegemea, lazima utaanza kumwambia fulani, hebu fanya hivi. Siku hayupo huyo mtu mrefu hapo na uko peke yako na wewe ni mfupi pale nyumbani, utafanya akili yoyote mpaka utalifunga pazia. Tumeumbiwa hiyo hali, tunayo. Ndivyo tulivyo. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 lile fungu la 12 kuna maneno haya: kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Kwa lugha nyingine, angalia hili fungu linavyosema: kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Hebu angalia kwenye maisha yetu ya kila siku. Kuna mtu anaweza kupewa shilingi 10,000, akaenda kuifanyia biashara 10,000, ikazaa 100,000. Kuna mtu mwingine anapewa shilingi 10,000, anakuambia haitoshi kitu hii. Pesa ni ile ile, watu ni hao hao, tofauti ni mtazamo. Siku utakapojua ya kwamba una kitu ndani yako, ndipo ulichonacho kitaongezeka.
Lakini kama utaishia kulalamika na kuona kwamba huna kitu, wewe hakuna chochote katika maisha yako, ulicho nacho hakitoshi, hata ulicho nacho utanyang'anywa. Mnatoka wote chuoni, mmemaliza degree, wote mlivaa majoho, wote mna GPA sawa. Kuna mtu anahangaika na ajira ili aweze kuajiriwa, na ana miaka 3-4 hajaajiriwa. Lakini kuna mwenzake alivyotoka akaamua kuuza miwa na degree yake, akaanza na biashara ya miwa rahisi kabisa. Sasa hivi ana mashine, anauza juice ya miwa. Alitoka kuuza miwa ya vipande, amefikia kiwango ambacho ndani ya miaka 3 ambapo mwenzake bado anahangaika na ajira, yeye anatafuta kuajiriwa, anatafuta huku, sijapata ajira. Mwenzake alianza na kuuza miwa ya kuuza ya vipande. Ametoka hapo mwaka wa 3, sasa hivi amefikia level ambayo ana mashine ya kuuza juisi, na ameanza kuuza juisi ya miwa ambayo anachanganya na ndimu, na amefikia kiwango ambacho juisi imechanganya kwa ubora alio nao, na sasa hivi anaanza kuwa na kibanda pale alipo, ameanza kuuza na vitu vingine. Hajaishia kwenye juisi peke yake, sasa hivi anauza karanga, anauza kashata, anauza mpaka na vitumbua, mdogo mdogo tu. Lakini mwenzake ambaye walimaliza wote miaka ile 3 yote anahangaika kutafuta ajira, hajapata, maana ubongo wake ameufiksi kwenye kuajiriwa. Ameshindwa kuelewa kwamba ulipata elimu ili kusaidie kujikwamua kwenye maisha. Mungu atusaidie sana. Yeyote aliye na kitu ataongezewa, lakini asiye nacho, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Unaona kama mbona fungu kama linajikanyaga hivi, anakuwaje tena nacho alafu ananyang'anywa tena? Yani anakuambia sikiliza, kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa na atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Unajiuliza, inakuwaje tena asiwe na kitu alafu tena anakuwa nacho tena ananyang'anywa? Maana yake ni kwamba yeyote ambaye hajajitambua, hata alicho nacho atakipoteza, hata kifanyia kazi. Kuna kitabu ambacho napenda nikunukulie leo. Nitanukuu kwa lugha ya mkoloni, alafu baadaye nitatafsiri huenda kwa lugha ya kwetu ya Kibantu vizuri tuweze kuelewa. Ni kitabu kinaitwa Christ Object Lessons. Ukurasa 35, paragrafu ya 3. Mwandishi wa kitabu hiki ana maneno haya, anasema: This was the desire which Christ wished to arouse, that he might give them a more definite instruction. He explained the parable to them as he will make plain his word to all who seek him in sincerity of heart. Sikiliza kwa lugha ya kwetu. Hii ilikuwa ni tamaa ambayo Kristo alitaka kuamsha ili apate kuwapa maelekezo ya uhakika zaidi au yaliyo waziwazi zaidi. Aliwafafanulia mfano huo, kwani atafanya neno lake wazi kwa wote wamtafutao kwa unyofu wa moyo. Wanafunzi wa Yesu waliposikia hii mifano wakamuuliza, ule mfano una maana gani? Ndipo Yesu akaanza kuwasimulia. Rafiki yangu, chochote unachokihitaji kwenye maisha, tafuta Yesu akusaidie. Usikae ukatulia, tafuta kujua zaidi, ongeza ujuzi wako. Wewe unapika vitumbua, anza kutafuta vitumbua vizuri vinapikwaje katika ubora wake. Unapika maandazi, anza kutafuta, anza usiridhike na elimu ulionayo. Wewe ni mpiga gitaa kanisani, wewe ni mpiga piano kanisani, usiishie pale mwalimu alipo kufundisha. Ongeza na vitu vingine vya ziada, ongeza ubora zaidi, ongeza, jiongeze, usiishie hapo ulipo. Uzuri, kizazi hiki ni kizazi ambacho kina taarifa nyingi kuliko kizazi kingine chochote. Sasa hivi unapohitaji kitu chochote, ukiingia kwenye YouTube unaweza ukatafuta ukapata. Ukiangalia namna ya kupika mboga yoyote unaweza. Ukiingia utafute namna ya kupika mkate unaweza. Ukiingia utafute namna, chochote unachokihitaji kwenye YouTube ni namna tu ujue namna ya kucompose swali, namna ya kutengeneza swali. Kila kitu kipo. Kila kitu kipo. Yeyote ambaye ataamua kuishughulisha akili yake, yeyote ambaye ataamua kuupa ubongo wake kazi, ubongo utampatia majibu, maana majibu yote Mungu aliyaweka ndani yako. Hakuna kitu ambacho Mungu hajaweka ndani yako. Ni kazi yako kuchokonoa na kukizalisha na kukitoa. Iko ndani ya ubongo wako.
Majibu ya kila kitu yako ndani ya ubongo wako. Kinachotakiwa ni kuuliza maswali. Wewe ni mkubwa kuliko ubongo wako. Ubongo wako usikuendeshe, ila wewe ndio uendeshe. Upe kazi ubongo. Ubongo ni kama unavyoendesha gari la manyo. Ukiamua kuweka gia namba 1, hapo unahitaji kubana mafuta uweze kwenda kwenye gia nyepesi, hapo unahitaji gia nzito. Kila kitu kipo kwenye uwezo wako. Ushughulishe ubongo wako, acha kuuacha ukae ovyo. Haujaumbwa hivyo. Ukitafuta ujuzi wa chochote utaupata kabisa. Kitabu hiki ile paragrafu ya 3 naendelea kusoma maneno haya. Those who study the word of God with hearts open to the enlightenment of the Holy Spirit will not remain in darkness as to the meaning of the word. Wale wanaosoma neno la Mungu kwa mioyo iliyofunguliwa kwa nuru ya Roho Mtakatifu hawatabaki gizani kuhusu maana ya neno hilo. Unajua, unaposoma Biblia wakati mwingine unasoma Biblia tayari ukiwa una mambo yako kichwani. Yaani tayari kuna vitu umeshahitimisha. Huiachi Biblia iseme, ila unatafuta Biblia iweze kuthibitisha kitu ambacho tayari unacho. Huo sio usomaji sahihi. Soma Biblia ukiwa na ubongo uliotupu, ili kupitia Roho Mtakatifu kwenye neno akuelimishe. Ukisoma Biblia ili uweze kuthibitishia imani zako, utaona vitu ambavyo hata havipo. Nakumbuka wakati tuko kule kijijini, wakati ule wa jua kali, watu wamefieka mashamba yao, unaona kwa umbali mpaka kule mbali kabisa miti iliyokatwa. Kuna saa tulikuwa tunaiona kama fisi. Kwa mbali ukitazama unaona kama fisi, ukisogea ndipo unagundua kwamba ilikuwa ni lijiti limekatwa. Ubongo unatafsiri mambo kulingana na taarifa zilizoko kichwani tayari. Ndio maana Waswahili walipoona ndege anaitwa taki, yule ndege ambaye ni maarufu wa heshima sana katika nchi za wenzetu huko, ambaye sisi kwetu Tanzania tuna jina tumempachika. Tulivyomuona huyu, aliyemuona kwa mara ya kwanza akaangalia hivi ni ndege gani huyu, akaona anafanana na bata, maana ana lijitu likubwa hapa chini, lakini ni mkubwa kuliko bata. Kwa hiyo Waswahili wakamuita bata mzinga. Mpaka leo anaitwa bata mzinga. Kwa hata wale ambao wanamtazama nafikiri ni jamii ya bata. Yule yupo karibu na kuku zaidi hata kuliko bata. Lakini ni vile ambao tulitafsiri. Nataka nikuambie, ubongo wako usipo ushughulisha utakaa kivivu. Ukiupa kazi utakupatia majibu. Ndiyo maana mtu yeyote anayejaribu kufanya mambo mbalimbali kwenye maisha, akikutana na vikwazo, huyo ni mtu mzuri, kwa sababu vikwazo ni njia ya kufunua majibu yaliyofichwa katika bongo zetu. Usiogope vikwazo, vikabili. Maana bila vikwazo hutajua kwamba kuna majibu yako ndani yako tayari. Ukiona unaambiwa dawa hii usitumie na dawa nyingine, ni kwa sababu kuna mtu alitumia na dawa nyingine akakutana na kikwazo. Kwa hiyo tayari majibu yameshapatikana, ili uweze kuendelea vizuri. Usichanganye dawa hiyo na dawa nyingine. Kila unapopambana katika maisha, mambo unayokumbana nayo ya kusaidie kuzalisha majibu ya maisha. Kitabu cha Christ Object Lessons, ukurasa wa 38, paragrafu ya 1. The word of God is the seed. Every seed has in itself a germinating principle. In it the life of the plant is enfolded. So there is life in God's word. Yesu anapoongelea habari ya mfano wa mpanzi alikwenda kupanda, anasema lile mbegu ni lile neno. Sikiliza vizuri hapa. Neno la Mungu ni mbegu. Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hiki ninachokwenda kusema hapa. Neno la Mungu ni mbegu. Na kwa sababu ni mbegu, lina uhai ndani yake.
Na hili neno kwa sababu lina uhai ndani yake, linapokwenda kupandwa mahali, naenda tena hapa, natamani uweze kunielewa vizuri. Unapochukua mbegu ukaipanda sehemu sahihi, ukaipatia mazingira sahihi, inaota na kupatia matunda. Vivyo hivyo neno la Mungu ukilijua kwa usahihi wake, ukalipanda katika eneo sahihi, utaona matokeo ya neno la Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kila neno la Mungu likitamkwa, huwezi kuliona kwa macho ya damu na nyama ukaona jinsi lilivyo mbegu, lakini katika ulimwengu wa roho lile neno ni kitu halisi na lina mbegu yenye uhai ndani yake. Nenda ukalipande ndani ya moyo wako, ukaliamini kabisa lile neno, ukalichukulie katika uhalisia wake, litazaa matunda na kuonekana. Tunapoomba kwa ajili ya wagonjwa, mgonjwa atakayeamini ya kwamba neno la Mungu ni halisi, likisema ya kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminie, kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Anasema wa kila kitu cha kufisha hakitawadhuru, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ukiamini ya kwamba lile neno la uponyaji likitamkwa ni mbegu, likiingia ndani ya mwili wako linazaa, hata kama hatujaonana uso kwa uso. Uso kwa uso, lile neno linakwenda kufanya kitu ndani yako. Siku hii ya leo, kama muda utaturuhusu, mwishoni utasikia ushuhuda wa mtu ambaye hatujaonana uso kwa uso, lakini lile neno lilikutana na yeye na akapokea uponyaji pale pale kwa kuamini hili neno. Neno la Mungu ni mbegu. Kila mbegu kwa yenyewe ina kanuni ya kuota ndani yake. Maisha ya mmea yanaingizwa. Kwa hiyo kuna uzima katika neno la Mungu. Neno la Mungu lina uhai ndani yake. Yohana 6:63 anasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Leo tutaongelea habari ya mfano wa mpanzi, neno lilivyopandwa. Lakini kabla tujafika huko, neno la Mungu lina uhai ndani yake. Tunaposema nguvu ya Mungu ya uponyaji iingie ndani yako, hilo neno ni halisi. Mungu atusaidie sana. Kitabu kile kile cha Christ Object Lessons, kurasa 38 paragrafu ya kwanza, kuna maneno haya mwandishi anayasema: in every command and in every promise of the word of God is the power, the very life of God, by which the command may be fulfilled and promise realized. He who by faith receives the word is receiving the very life and character of God. Kwa Kiswahili, katika kila amri na katika kila ahadi ya neno la Mungu kuna nguvu, uzima halisi wa Mungu, ambayo kwa hiyo amri inaweza kutimizwa na ahadi. Yeye ambaye kwa imani hupokea neno, anapokea uzima halisi na tabia ya Mungu. Ndio maana mtu ambaye anasumbuliwa na urahibu wa pombe, ndio maana mtu ambaye anasumbuliwa na urahibu wa masturbation, ndio maana mtu ambaye anasumbuliwa na urahibu wa pornography, kuangalia picha chafu, atakapoliamini hili neno, mtu anayesumbuliwa na tabia yoyote ya ushoga, usagaji, zinaa, ukahaba, hasira, roho ya wivu mbaya, chuki, akilisikiliza neno la Mungu akaliamini, akalichukulia kama lilivyo, ndani ya lile neno kuna amri, command, ambayo inaingia ndani ya mtu na kuzaa kitu kipya, na tabia hubadilishwa kabisa ukiliamini neno. Nini kimetuponza mpaka leo hatuoni matokeo ya neno? Mashaka. Linapohubiriwa neno la Mungu, linapotajwa, tunaona kama ni theory, ni dhana za kibinadamu.
Unapoambiwa linaweza likaondoa kansa ndani ya mwili wa mtu, umeshaaminishwa kwamba haiwezekani. Kwa hiyo unaona kama vile hii haiwezekani. Lakini neno la Mungu lina nguvu ndani yake. Kitabu hiki nimekipenda sana, cha Christ Object Lessons. Ninakisoma na kurudia tena na tena na tena. Ukurasa wa 39, paragrafu ile ya kwanza. Nitaenda tena na ukurasa wa 40, paragrafu ya kwanza. Nasoma maneno haya: the Bible has been robbed of its power. And the result are seen in a lowering of the tone of spiritual life. In the sermons from many pulpits of today, there is not the divine manifestation which awakens the conscious and brings life to the soul. Kwa Kiswahili inasemaje? Biblia imepokonywa nguvu zake, na matokeo yake yanaonekana katika kupunguza sauti ya maisha ya kiroho. Mwangwi wa maneno ya kiroho yamepungua, sauti za nguvu ya kiroho zimepungua. Katika mahubiri kutoka kwenye mimbari nyingi za siku hizi, hakuna udhihirisho huo wa kiungu ambao huamsha dhamiri na kuleta uzima kwa nafsi. Neno la Mungu limeporwa nguvu zake. Ni hatari sana. Kwa hiyo sasa hivi theories, kanuni, mitazamo, mawazo ya kibinadamu ndio yameinuliwa kuliko neno. Watu hawaamini tena katika nguvu ibadilishayo. Watu hawaamini tena katika nguvu inayoshinda. Watu hawaamini tena. Bado tuko kwenye mashaka. Na wakati mwingine tunapoongea maneno ya imani, tukiona hayajatokea, tunakatishwa tamaa bila kujua tuko shule tunafundishwa. Kama kuna neno la imani ambalo uliongea, kama kuna kitu uliamini ambacho hukuona matokeo yake kwa wakati huo, sio kwa sababu neno halina nguvu, ila ni kwa sababu wewe ni mwanafunzi bado katika shule ya Kristo. Huwezi kuniambia mtoto wa darasa la kwanza ana uwezo sawa na mtoto wa darasa la 7. Kuna utofauti. Kubali kuingia katika shule ya Kristo, lakini amini ya kwamba neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo. Upo kitandani unanisikiliza, unanitazama sasa hivi. Neno la Mungu lina uwezo wa kunyanyua kwenye hicho kitanda ulipo. Una madeni mengi mpaka umechoka, huna majibu. Neno la Mungu lina uwezo, ukiliamini likaingia kwenye moyo, lina uwezo wa kusaidia utoke kwenye madeni. Kama uniamini, kaangalie story ya mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa nabii, lakini alikuwa anadaiwa madeni mengi sana. Alikuja kwa Elisha akitaraji Elisha atampa pesa kumlipia madeni, lakini Elisha alimuuliza, una nini nyumbani? Unaoita mtaji mdogo huo, amini kuna nguvu ya Mungu ndani yake, utaona utapanuka na kuwa kitu kikubwa. Mungu atusaidie sana. Kundi la kwanza ni watu waliopandwa kando ya njia. Marko ni fungu la 3 anasema, sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Fungu la 4, ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Kumbuka tumeanza mwanzoni, hata kabla ya kudadavua mengi tumeshafika stage nzuri sana mpaka dakika hii. Tumeona neno la Mungu ni mbegu. Tumeona lina uhai ndani yake. Tumeona lina amri ya kuhuisha kitu. Kama vile punje ya muhindi ukiweka ardhini, ukiimwagilia maji, inafikia kiwango inatanuka na kutoa mbegu. Na neno liko hivyo hivyo. Hapa Yesu anaongelea habari ya makundi manne ya watu. Kundi la kwanza ni watu ambao wamepandwa kando ya njia, au neno lao limepandwa kando ya njia. Kwa hiyo twende katika formula hii. Mbegu ni neno, lakini kuna watu waliopandwa kando ya njia, au mioyo yao iko kando ya njia. Fungu la 15 katika Marko sura ya 4 anasema hawa ndio walio kando ya njia, lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kundi la kwanza ni watu ambao mioyo yao au maisha yao au Kristo wao ni watu walioko kando ya njia. Kwa hiyo neno la Mungu linapopandwa, linapokuja katika maisha yao, shetani mwenyewe anakuja kulichukua. Ni hatari sana. Rafiki yangu, hili kundi wanaposikia neno kama hivi ninavyoongea,
Shetani anatambua kabisa hili neno linakwenda kubadilisha vitu kwenye maisha yako. Hili neno linakwenda kubomoa ngome ambazo amezijenga kwenye maisha yako. Amejenga kwenye biashara yako, amejenga kwenye ndoa yako, amejenga kwenye mwili wako, kwenye afya yako. Hili neno linakwenda kuzibomoa. Anachofanya, anakuja kulichukua mwenyewe. Maeneo mengine yote shetani anatuma malaika zake, lakini anapokuja kwenye neno hili ambalo linakwenda kubadilisha maisha yako, anakuja yeye mwenyewe kuliondoa. Utawajuaje watu wa kundi la njiani? Kundi la njiani ni watu wafuatao. Hawa watu katika maisha yao kuna vitu ni maisha au mioyo yao imekuwa ni sehemu ya kupitishia kila kitu. Njiani magari yanapita. Njiani waenda kwa miguu wanapita. Njiani wadudu wanapita. Njiani kila kitu kinapita, kwa hiyo njia inakuwa ngumu. Ndio sababu mara kadhaa nikiongea na wewe ninakuambia hivi, kuwa na mipaka kwenye maisha yako. Sio kila kitu kinatakiwa kukupitia. Vitu vingine vinapokuja kwenye maisha yako vinafanya moyo wako kuwa mgumu, usipokee neno. Sio kila mtu unapaswa kumsikiliza. Watu wengine ukiwasikiliza wanaendelea kuuponda moyo wako, unaumizwa. Sikiliza. Wakati naangalia kitabu hiki, kitabu cha Christ Object Lessons, ukurasa ule wa 44, paragrafu ya 2, kuna maneno ambayo nimeyaona hapa kuhusiana na hili kundi mpaka nikashangaa sana. Nami nisome kwa lugha ya mkoloni alafu nitaenda katika lugha ya Kiswahili. The spiritual faculties are paralyzed. Men hear the word but understand it not. They do not discern that it applies to themselves. They do not realize their need or their danger. They do not perceive the love of Christ, and they pass by the message of His grace as something that does not concern them. Utajijuaje kwamba wewe ni mtu wa njiani ili uombe msaada kwa Mungu haraka, muujiza utendeke, neno lile lisichukuliwe? Sikia hili kundi jinsi lilivyo, likoje. Kwenye kitabu cha Christ Object Lessons, ukurasa 44, paragrafu ya 2 ambayo nimeisoma, anasema nguvu za kiroho zimepooza kwa hili kundi. Watu husikia neno lakini hawaelewi. Hawatambui kwamba inawahusu wao wenyewe. Hawatambui hitaji lao au hatari yao. Hawatambui upendo wa Kristo na wanaupita ujumbe wa neema yake kama kitu kisichowahusu. Unataka ujijue kwamba we ni mtu gani katika hili kundi? Utajuaje kwamba we ni mtu wa njiani? Ukisikia neno likihubiriwa unasema hilo linawahusu watu fulani. Ukisikia neno likihubiriwa unasema fulani leo kapatwa, leo hubiri la leo fulani kapatwa. Hili la leo naamini limemuingia. Ukiona neno la Mungu likisemwa au kilisoma neno unaona watu wengine linawahusu, wewe ni mtu wa njiani, moyo umepooza tayari. Huoni kwamba neno ni la kwako. Hata wakati mwingine mkitoka kanisani baada ya ibada, hata wakati mwingine mkisikia mahubiri kupitia television kama hii unayotazama sasa hivi, unasema leo akina fulani wameguswa. Leo mchungaji amewatandika wa Katoliki. Leo mchungaji amewatandika wa Luteri. Leo mchungaji naona neno alilolisema ili nagusa walokole. Leo nimeona leo amewagusa wa Sabato leo. Lile neno hulioni kwamba ni la kwako. Wewe ni mtu wa njiani. Omba Mungu atende muujiza haraka. Maana usipoangalia neno halitatoa matunda katika maisha yako, maana shetani anakuja kulinyakua. Maana moyo ni mgumu, neno liko nje nje, haliingii, halipenyi ndani. Moyo ni mgumu, sio la kwako, ni kwa ajili ya wengine. Kama vile ndege wako tayari kunyakua mbegu kutoka njiani, ndivyo shetani yuko tayari kunyakua mbegu za ukweli wa kimungu kutoka kwa nafsi.
Anaogopa kwamba neno la Mungu linaweza kuwaamsha wasiojali na kufanya kazi juu ya mioyo migumu. Shetani na malaika zake wako kwenye mkusanyiko ambao injili inahubiriwa. Wakati malaika wa mbinguni wanajaribu kuamsha mioyo kwa neno la Mungu, adui yuko macho ili kufanya neno lisiwe na matokeo. Ni kitabu kile cha Christ Object Lessons, ukurasa 44, paragrafu ya 3. Kumbe wakati tulipo kanisani pale tunahubiriwa, tunasikiliza neno, kumbe kuna malaika wa shetani wako pale, nao wamejihudhurisha katika ibada, nao wanasikiliza. Watu wanaamini kwamba pale palipo na mkusanyiko watu wa Mungu, basi ina maana kwamba mapepo hayapo. Yapo, wana kazi ambayo wanaifanya. Kazi yao ni kuhakikisha lile neno halileti matokeo. Neno linaonekana kuwa la watu wengine. Sikiliza paragrafu ya 3. Wakati Kristo anavuta roho kwa upendo wake, shetani anajaribu kugeuza usikivu wa yule anayesukumwa kumtafuta Mwokozi. Anaihusisha akili na mipango ya kidunia. Anasisimua ukosoaji au anasingizia shaka na kutoamini. Chaguo la mzungumzaji la lugha au namna yake inaweza isiwapendeze wasikilizaji, na wanakaa juu ya kasoro hizo. Hivyo ukweli wanaohitaji na ambao Mungu amewatuma kwa neema hauleti hisia ya kudumu. Kwa unajikuta wakati mhubiri anahubiri sema leo lugha aliyotumia si wenyewe. Mchungaji pale ameongea vibaya leo. Mchungaji leo kila alichokisema hapana. Shetani kumbe ndiye analeta ile wazo. Kwa hiyo unasikia tu mchungaji pale ameongea kitu fulani, lugha aliyotumia leo haifai. Unaishi katika lugha iliyotumiwa na mhubiri, unapoteza lengo la somo. Ukurasa 45, paragrafu ya 1, kitabu chetu kile. Anasema shetani ana wasaidizi wengi. Wengi wanaodai kuwa Wakristo wanamsaidia mjaribu kunyakua mbegu za kweli kutoka katika mioyo mingine. Kwa hiyo kumbe shetani kuna wakati anatumia wasaidizi wake, anaingia ndani ya mtu. Hubiri likihubiriwa pale kanisani, neno likisemwa, mtu anakukonyeza, anakuambia umesikia hii? Unamwona naye hubiri, hamna kitu. Yeye mwenyewe anachokisema haishi hivyo, yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kumbe yule anayekusemesha ni shetani mwenyewe katika umbo la kibinadamu. Anataka lile neno lisifanye kazi. Christ Object Lessons, kurasa 45, paragrafu ya 1. Wengi wanaosikiliza mahubiri ya neno la Mungu huifanya kuwa somo la kukosolewa nyumbani. Wanakaa katika kuhukumu mahubiri kama ambavyo wangefanya kwa maneno ya mhadhiri au mwanasiasa. Baada ya ibada mmetoka kanisani, mko nyumbani, mnaanza kumjadili mhubiri. Shetani lazima atawaletea hoja ya kumjadili tu. Yule mzee wa kanisa aliyehubiri na wako tayari kutilia shaka ukweli wa Biblia. Wanashangaa kwamba ni kwa nini ni vigumu sana kuwafikia kwa mvuto wa kina wa maadili ya kidini. Hawaoni kwamba mfano wao wenyewe umeifanya mioyo ya watoto wao kuwa migumu. Mbegu nzuri haipati mahali pa kuweka mizizi na shetani huinyakua. Inabidi kuliombea jambo hili sana. Rafiki yangu, sehemu hii ya kwanza ya makundi 4 ya watu kiroho, tumezungumzia tu kundi la kwanza, waliopandwa kando kando ya njia. Kumbe mioyo migumu au kando kando ya njia inasababishwa na mambo mengi. Nikupe summary ya haraka. Watu hawa wana shughuli nyingi. Watu hawa wanapitiwa na changamoto nyingi katika maisha yao. Watu hawa ambao mioyo ni migumu kiasi kwamba mbegu ya neno haiwezi kukaa, magari yamepita katika mioyo yao. Nikisema magari na maana watu wameumizwa na watu kanisani. Ameumizwa mpaka na kiongozi wake wa kanisa. Kuna mtu ameumizwa mpaka na mchungaji. Kuna mtu ameumizwa na mwinjilisti. Huyu mtu ameumizwa na mzee wa kanisa kiasi kwamba hata akimwona akihubiri pale mbele neno halimgusi. Moyo umekuwa mgumu. Muombe Mungu akusaidie. Hata kama mzee wa kanisa amekuumiza, hata kama mchungaji amekuumiza. Mchungaji ni binadamu, mzee wa kanisa ni binadamu. Alivyokuumiza usione hilo, ona neno likusaidie
kutengeneza maisha yako. Yeye atahukumiwa yeye kama yeye kwa wakati wake. Lakini kumbe mioyo imefanywa migumu tangu utoto. Watoto wetu wanatusikia tukijadili mambo kuhusu wale ambao ni viongozi kwenye makanisa yetu. Kumbe ile mijadala inawafanya watoto wanakuwa wagumu, na anakuwa nayo kiasi kwamba hapo baadaye unashangaa mtoto hataki imani tena. Mtoto hataki tena kwenda kanisani. Wakati mwingine sio mara zote, wakati mwingine ni matokeo haya ni magumu, yanasikitisha. Kitabu cha Ezekieli 36 fungu lile la 26. Mungu anasema maneno haya: nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani yenu, ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Kuna shemasi pale kanisani alikuumiza, mzee wa kanisa, mchungaji, kiasi kwamba moyo wako umekuwa mgumu na uwezi kusikia neno tena. Mungu anaweza akaumba moyo mpya tena. Na shetani kwa vile anajua hili jambo, mtu mwingine aumize moyo wako kiasi cha kuwa mgumu hata usilipokee neno kabisa. Na wewe ukimwomba Mungu leo, baada ya kujua kwamba ninapojitathmini moyo wangu, najikuta moyo wangu umekuwa mgumu kama njia, moyo wangu umekuwa mgumu kama jiwe, ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Ndivyo anavyosema Mungu. Pia leo tutaombea moyo mpya. Somo lijalo, sehemu ya pili, tutaangalia makundi yaliyosalia. Mungu anakupatia moyo mpya leo. Nisome tu baadhi ya message, lakini pia utasikia baadhi ya shuhuda. Mchungaji, ninamshukuru Mungu sana kwa vipindi hivi vya siku ya Jumatano kupitia Hope Channel na Mahubiri TV. Ninafuatilia nikiwa nyumbani au nikiwa njiani kwa njia ya simu. Mungu ameniponya vidonda vya tumbo, vimenitesa kwa muda mrefu, na sasa ninakula vyakula ambavyo nilikuwa siwezi kula hapo awali. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji msaada wa maombi kwa ajili ya ndugu yetu aliyepotea. Alichukuliwa na hatujui mahali alipo, na hili tumelichukua, tutaliombea. Bwana atamleta ndugu yenu. Anasema, mchungaji, nabarikiwa sana na mahubiri yako, yamekuwa faraja na tumaini kubwa katika safari yangu ya Ukristo. Mungu akubariki sana. Nina kaka yangu jina Naliruka, ndoa yake inapitia changamoto kubwa sana. Alimsaidia mdada mmoja aliyekuwa na shida ya kazi kupata kazi, lakini yule dada amemgeuza sasa kuwa mume, amemfunga kwa nguvu za giza, na kaka yangu hajui chochote kinachoendelea juu ya familia yake. Tutamwombea, Mungu atamfungua. Naweza nikasema ya kwamba Mungu amejibu maombi, kwa sababu mke wangu alikuwa na miaka 2 na zaidi, alivunjika kiganja, na huku tangu wakati huo walikuwa wanatibu, wanafanya nini, lakini walikuwa wameshatuambia madaktari kwamba hilo tatizo la mke wangu kuvunjika hapo kwenye kiganja kati ya juu kidogo ya vidole, kwamba halitapona, atakaa nalo, na umri wake utakapokuwa unakwenda ndipo tatizo litarudi na kuwa mbaya. Maana yake walikuwa wameshatuonyesha kwamba ni tatizo ambalo ataishi nalo forever, kwa sababu alikuwa anajua hatuwezi kujua itaisha vipi. Ndivyo madaktari walikuwa wanasema. Halafu na mkono kweli ulikuwa unamsumbua. Ninakumbuka kama nilikwambia sikumbuki, lakini alikuwa hawezi kufua. Kipindi cha kwanza alikuwa hawezi hata kuoga. Nilikaa mwaka mzima mimi ndio namuogesha. Basi
alikuwa hawezi kusonga ugali, kupika chakula chochote, hata kufua. Hiyo ilikuwa haiwezekani. Lakini tulikuwa tunafanya maombi. Lakini baada ya kusikiliza mafundisho, sijui Mungu akatusaidia vipi, tulikuwa tunasikiliza mafundisho mbalimbali, lakini kuna siku niliingia YouTube nikakuona, nilikuwa sikujui, nikasikiliza, nikasikia yakawa matamu. Basi kabidi nisikilize. Siku moja nikamwambia mke wangu, sikiliza huyu pastor anafundisha vizuri, na yeye akasikiliza. Lakini hapo tukasema acha tuchukue maombi ya siku 3 ya familia, halafu na huko tukawaomba mtusaidie kuomba kwa ajili ya matatizo hayo. Ninakiri mbele za Mungu ya kwamba maombi yalijibiwa, kwa sababu mke wangu sasa hivi anaweza akapika, anaweza akafua, kwa sababu baada ya ndani ya hayo maombi ambayo tulifanya ya familia ya kufunga, kwa siku ya pili ndipo alisikia kitu kama kina mchoma ndani ya ule mkono pale ambapo kuna tatizo. Tena alituambia kwamba kilichoma kwa kasika ni kama sindano inaingia ndani, tena kaumia. Lakini tangu wakati huo mpaka leo ninapotuma hii audio, hajarudia kusikia maumivu wala mkono kuvimba kama ulivyokuwa unavimba. Ulikuwa unavimba mara kwa mara, akigusa kitu tu au mkono kigeuka kidogo tu ulikuwa unavimba, unakuwa kama baluni. Lakini tangu siku hiyo mpaka leo mkono uko mzima. Tunashukuru Mungu. Kati ya shuhuda ambazo nilizisoma na kuona zinapendeza sana ni mojawapo ni hii. Hebu sikiliza. Nashukuru sana Mungu. Jumatano iliyopita niliomba mniombee mambo ya kiuchumi. Mungu amejibu, nimelipa chumba cha biashara na nilichokuwa natumai walisema wanabomoa, wameahirisha. Jina la Bwana lihimidiwe. Nachoomba leo, Mungu astawishe biashara zangu, nikawe mfereji wa kusambaza kwa wengine. Haikuwa rahisi, maana nilihitaji kama milioni 14, ila nimezipata. Nimenunua chumba cha biashara sehemu niliyohitaji. Mungu akazingire uchumi wangu kwa moto. Hii ni kati ya shuhuda ambazo nilitamani uweze kuzisikia siku hii ya leo, iweze kujenga imani yako. Na mengine mengi ambayo mmetuma, endelea kutuma maombi kupitia namba ambayo inapita hapo, na shuhuda ambazo umezisikia na nyingine nyingi zikupe moyo na nguvu uweze kusonga mbele. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wote ambao wanafuatilia masomo haya. Baba, naomba wakapate kuwabariki, naomba wakapate kuwahuisha tena. Leo tumeangalia kundi la kwanza la moyo ambao umepandwa kando, ambao ni uko njiani, moyo mgumu uliopandwa njiani, mbegu ambazo zimepandwa katika moyo mgumu wa njia. Baba, nakusihi sana ukapate kutenda muujiza kwa mtu yeyote ambaye amejitambua kwamba yeye moyo wake ni ule wa njiani, ambao akisikia neno badala ya kujiona yeye anaona watu wengine, ambaye akisikia neno haoni matokeo katika maisha yake, bado hajaona neno lile likizaa. Baba, naomba ukapate kumbariki mtoto wako siku hii ya leo. Naomba ukatende muujiza wa kung'oa moyo mgumu na ukampatie moyo wa nyama, moyo ambao unalipokea neno na kuona matokeo yake. Naomba ukapate kumbariki. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa ambao wanafuatilia vipindi hivi, magonjwa ya aina mbalimbali. Ninakusihi Mfalme wa amani ukapatie uponyaji, wapatie kufunguliwa kwao. Ambaye anaumwa katika tumbo, Baba ukapate kumponya, magonjwa ya tumbo kwa aina zake, magonjwa ya mgongoni kwa aina zake, pingili kwa aina zake ukamguse, magonjwa ya virusi katika damu, magonjwa ya bakteria, kila aina ya magonjwa, waliopata ajali, miguu katika mikono, mifupa ambayo imegoma kupona, wakapokee kufunguliwa kwa kuendelea kusikiliza vipindi hivi. Na wale ambao mnafuatilia kwa njia ya mtandao, share kwa watu wengine, watumie ujumbe watu wengi, share somo hili, tuma ujumbe kwa watu wengi ili waweze kusikia na waweze kubarikiwa. Mungu akubariki.